Ujambo na karibu JCTV, chombo chako cha habari cha mtandaoni ambacho kinarusha matangazo yake moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Leo ni Jumanne, Agosti 4, 2026. Tulionayo hii leo: mashirika ya kiraia katika mji wa Baraka katika tarafa la Fizi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yameeleza masikitiko na kulaani matukio yaliyotokea wakati wa zoezi la kufanywa kwa shughuli katika jiji la Baraka na wilaya ya Fizi tarehe 30 Julai 2026. Wakazi wa Bulehusa walalamikia uporaji wa usiku unaodaiwa kufanywa na wazalendo. Na mapigano makali kati ya FARDC ambalo ni jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wanamgambo wa CRP huko Jugu yamezuka. Kuna hayo na mengine mengi. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Karibu. Na sasa tuangazie kiundani taarifa zetu. Mapigano makali yameripotiwa kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na wanamgambo wa CRP katika wilaya ya Jugu katika mkoa wa Ituri. Kwa mujibu wa taarifa za awali, wanamgambo watatu wa CRP wameuawa wakati wa mapigano hayo, huku wengine wawili wakijeruhiwa vibaya. Mashambulizi hayo yamesababisha hali ya hofu kubwa miongoni mwa wakazi na watu waliokimbia makazi yao. Vyanzo vya eneo hilo vinaeleza kuwa kambi ya wakimbizi wa ndani ya Ro imekumbwa na taharuki kubwa, ambapo familia nyingi zimelazimika kutafuta maeneo salama kutokana na milio ya risasi na mapigano yaliyoendelea karibu na eneo hilo. Hadi sasa mamlaka za kijeshi hazijatoa taarifa rasmi kuhusu idadi kamili ya majeruhi au hatua zinazochukuliwa kurejesha usalama katika eneo hilo. Jugu ni moja ya maeneo ya Ituri ambayo yamekuwa yakikabiliwa na changamoto za kiusalama kutokana na shughuli za makundi mbalimbali ya silaha kwa miaka kadhaa. Kwa habari za haraka, za kina na za uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa kwa mkongomani aliye nje, usikose kusikiliza JCTV. Usikose pia kusubscribe, comment, like na kushare. JCTV ni jicho lako. Wakazi wa mji wa Bulehusa, makao makuu ya grupumenti ya Ikobo katika wilaya ya Walikale mkoani Kivu Kaskazini, yameripoti tukio kubwa la uporaji lililotokea usiku wa tarehe 2 hadi 3 Agosti mwaka 2026. Kwa mujibu wa mashuhuda, watu wenye silaha wanaodaiwa kuwa wapiganaji wa wazalendo waliingia mjini majira ya saa 5 usiku na kusambaa katika vitongoji mbalimbali. Walivamia maduka ya dawa na nyumba za wananchi. Walichukua dawa, bidhaa za matumizi ya kila siku, simu za mkononi pamoja na kompyuta. Wakazi wanasema walibaki katika hali ya hofu na hawakuweza kupika kutokana na uwepo wa watu wao wenye silaha. Ingawa hakuna kifo kilichoripotiwa, hasara kubwa ya mali imepatikana na wafanyabiashara wengi wameachwa bila mtaji na kuendelea na shughuli zao. Tukio hilo limetokea wakati ambapo mapigano kati ya wazalendo na wapiganaji wa AFC M23 yamekuwa makali katika maeneo ya Ikobo na Kisimba. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa baada ya tukio hilo, Bulehusa imeendelea kuwa chini ya udhibiti wa kikundi cha kujilinda kinachohusishwa na AFC M23. Hadi sasa hakuna tamko rasmi lililotolewa na mamlaka za serikali au makundi yanayotuhumiwa kuhusika na uporaji huo. Mashirika ya kiraia katika mji wa Baraka katika tarafa la Fizi mkoani Kivu Kusini yameeleza masikitiko na kulaani matukio yaliyotokea wakati wa zoezi la kufungwa kwa shughuli katika jiji la Baraka tarafani Fizi tarehe 30 Julai 2026. Kwa mujibu wa waraka uliotumwa kwa gavana wa mkoa wa Kivu Kusini pamoja na viongozi mbalimbali wa kitaifa na kimkoa, mashirika hayo yanasema kuwa licha malalamiko hayo ya awali kuhusu zoezi hilo, mamlaka ziliendelea kulitekeleza. Wanasema hatua hiyo ilisababisha matumizi ya silaha za moto yaliyosababisha kifo cha raia mmoja na kujeruhi vibaya watu wengine 4. Mashirika hayo yanataka uchunguzi wa haraka, uhuru na usio na upendeleo ufanywe ili kubaini wahusika walioagiza na washirika wa matukio hayo. Gharama zote za matibabu na msaada kwa waathiriwa zibebwe na mamlaka husika. Haki itendeke kwa waathirika na familia zao. Aidha, mashirika ya kiraia yametangaza kusitisha malipo ya kodi za mkoa hadi pale mamlaka zitakapotekeleza ahadi na hatua zinazohitajika. Pia zimeomba kuondolewa mara moja kwa mkuu wa kituo cha DPMR Fizi Baraka Bwana Misanga Kanefu Benjamin. Mashirika hayo yamezitaka mamlaka zote zinazohusika kujitokeza kikamilifu ili kuhakikisha haki inatendeka na matukio kama hayo hayajirudi tena. Kwa habari za haraka, za kina na za uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa kwa mkongomani aliye nje, usikose kusikiliza JCTV. Usikose pia kusubscribe,
comment, like na kushare. JCTV ni jicho lako. Na mwishowe kabisa, shirika la mpango wa chakula duniani WFP linasikitishwa na ukosefu wa ufadhili wa kutosha, hali ya ukosefu wa usalama inayoendelea pamoja na ugumu wa kufikia maeneo yaliyoathiriwa vinaendelea kudhoofisha juhudi za kupambana na Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jeremia Sani Kiaweri na ripoti kamili. Hii ni baada ya makundi yenye silaha kinyume cha sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuvamia baadhi ya vijiji mbalimbali mkoani Ituri na Kivu Kaskazini. Christophe Munyanderu ni mwanaharakati wa mashirika zinazotetea haki za binadamu. Wale ambao wanatusaidia sisi kama raia nao wakianja kulalamika ni kusema kama maisha ya wananchi inakuwa ndani ya shida, na kama wanasema kwamba wanakuwa na shida ya kuweza kusaidia wananchi kwa ajili ya kuwa na miji fulani ambazo zinakuwa na ukosefu wa usalama, tunadhani kwamba kuna mahali ambapo wananchi wetu wameweza kukimbia, mahali ambapo kuna kuwa usalama mdogo, na ni huku ambapo wanaweza kwenda kuwasaidia ili waweze kuona namna gani maisha yao ya kuishi huko kambini, na hata wale ambao wanakuwa kwenye mafamilia ambao ziliweza kuwapokea, na hata kuna kuwa miji fulani ambapo usalama mdogo umeweza kurudi. Tunadhani ya kwamba huko wanaweza kuenda kuwasaidia wananchi, na zaidi sana tukikamata ndani ya jimbo la Ituri tunakuwa na makundi ambayo ziliweza kumiliki silaha, lakini kwa sasa wameweza kusaini mikataba ya kusema ya kwamba wanaacha government iweze kufanya kazi yake, na kama ni ma ONG vikundi vya kuweza kusaidia raia waweze kuja ili waweze kusaidia raia, na kwa kuendelea kuomba ni government iendelee kuwafatanisha ndani ya hiyo mradi ili waweze kufikia lengo kubwa la kuweza kuwasaidia wananchi na zaidi sana kwa ajili ya chakula. Hata hivyo tumezungumza naye Fabrice Sambili wa vyama vya upinzani. Kunakuwa kitu yenye banaita imprévu, kuko kama vile vita, kunakuwa kama vile magonjwa, ni vitu ambavyo inaomba inji haipashe dependre tu na madon, mafinancement, kitu kama epidemie kama Ebola tunachunga tena mpaka OMS ndio ikuye. Donc je pense que hatuwezi kulaumu kwa kukosa fedha, mais tunapasha laumu sana sana ni serikali yetu, kwa sababu tuko tunaona tangu hii ugonjwa ilianza tunaangalia gouvernement iko natia mamwae muma divertissement ingine. Tuliona mchezo wa mpira, tuliona gouvernement ilidekese makuta mingi ili kupatia ba joueur, alors que kuko vitu ya maana yenye tunapasha tia mo ile pesa pour le moment. Tuko tunaona mabitu yenye gouvernement iko inapose na inaonyesha kama pesa haiko, mais ile pesa banaona pale kuitia mo vitu ya maana kama vile kupiganisha ugonjwa wa Ebola, banaona mo wabitie mo mabitu retour. Hapa juzi hapa tunaona president de la République anapatia homologue wake wa Uganda magari huko nao, mais de l'autre côté wanatuambia ke makuta ya kupiganisha Ebola ilifo kuchunga OMS, unaona. Donc tunapasha kukondane sana serikali. Shirika za kiraia zina mtazamo gani? Denika Lenga yuko katika mji mdogo wa Kasindi, mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Tungeomba ikuwe communauté internationale, ikuwe serikali yetu ya Kongo waweze na kuikala juu ya kutafuta gisi ya kutatua hiyo shida, sio tu kwa PAM, ni kwa maorganization mingi sana ambao zinalia hazina msaada, hazina financement juu ya kuweza na kusaidia wakimbizi. Na kwetu Kasindi tuna wakimbizi wengi, bila tu Kasindi sekta ya Rwenzori groupement wa Songora ambayo wanalaga kwa hiyo msaada ya kipesa ambayo itapasha paniwa kwa ile maorganization juu ya kuweza na kumalizia hii shida ambayo inapatika. Ningeomba gouverneur militaire na viongozi wengine waweze na kuangalia gisi watapasha kusindikiza hizo maorganization ili waweze na kupata njia ya kuweza kusaidia wakimbizi na kuweza kusaidia watu ambao wako napigana juu ya kufunga mlango kwa hii virusi Ebola. Angalia deja imefika ku poste frontalier ya Kasindi, ya komina Kasindi. Alors hakuna kitu ambacho kinapaswa tushakia na ya kwamba haiwezi vuka tangambo nyingine kwenda Uganda. Alors ni wakati muhimu ya kuweza na kufunga njia ili hiyo magonjwa isiweze na kujipropage, isiweze na kutambaa na kuweza na kwenda eneo mbalimbali. Alors serikali yetu na communauté internationale na wengine wa partenaire waweze na kuikala juu angalie gisi ya kuweza na kutatua hiyo shida.
Upande mwingine, Richard Mbatulao, mmoja wa waandishi wa habari Kivu Kaskazini, akilalamikia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kushughulikia swala hili. Mtazamo wangu ni kwamba endapo wameweza kulibainisha hivyo, itakuwa ni mojawapo kabisa vizuizi kwa hali ile ambayo inatazamika katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na huu endapo kabisa itakuwa ni namna wameweza kunena, itakuwa ni mojawapo swala ambalo lisababisha kabisa piganisho la magonjwa ya virusi vya Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unajua yafaa usalama uwe mbali na usalama, hawa ambao husika na mpango wa chakula hawataweza kuweko na hali ya kuwakuta wale ambao ni wagonjwa. Ndiko itakuwa ni ukweli kabisa hali hii ya usalama ambayo imeripotiwa siku nenda rudi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inabaki kuwa ni jambo kubwa na ambalo linaleta kabisa kuvunjika kwa mambo mengi katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndiko pendekezo ni kwamba government iweze kujizatiti na kuangalia kipi hali hii mbaya ya ukosefu wa usalama itaweza kumalizika. Kumbuka kwamba tatizo hili lashuhudiwa wakati wataalamu wa afya wanaoshughulikia swala la Ebola wakiendelea kulalamikia kutolipwa marupurupu yao tangu zaidi ya miezi mitatu, huku baadhi yao wakihudumiwa na wengine kububuta machozi. Jeremy Hasani Kiawere, GCTV, Beni. Ni mwisho wa habari zetu kutoka GCTV. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Kwa heri kwa leo.